sababu huku unapata matokeo kwa mipango hiyo, na ndio maana hata safari hii unaona Yanga kwenye hizi mechi za awali wamepoteza ile nani ambayo lizimu waliokuwa nayo ndani ya miaka miwili hapa. Kuna mabadiliko makubwa mawili ambayo yametokea. Kwanza, kuna wachezaji ambao walikuwa key player wameondoka, na wameondoka kwa sababu demand ya Yanga kuwa nao wale wachezaji walishashindwa. Kwa mfano Maele kaondoka kwa sababu ya hela, Aziz Ki kaondoka kwa sababu ya hela. Kwa hiyo tayari hapo kidogo lizimu imepotea. Lakini wao wanasema ni kikosi cha B ngapi? B100. Brother, wewe nafikiri ni mwandishi unafuatilia. Ni Tanzania peke yake ndo mikataba ya wachezaji imekuwa siri. Sasa jiulize, siri hiyo kwa lipi? Leo hii Cristiano Ronaldo anacheza kule kwenye nchi za Kiarabu. Wa Tanzania wote wanajua, mtu yote wa mpira anajua kwamba Ronaldo mkataba wake wa kiasi fulani, signing fee kapata kiasi fulani na analipwa mshahara wa kiasi fulani. Kwa nini sisi kwetu hapa inakuwa siri? Tafsiri yake manake watu wanaficha kwa sababu vitu havina ukweli. Kwa ina maana wanafanya makubaliano tu. Yani ndio maana brother, nataka nikwambie wachezaji wote wanaoondoka Yanga kwa kutofautiana na Yanga au kwa kuwavunjia mikataba, maslahi yao wanakwenda kuyadaia FIFA, na Yanga wakiletewa lungu la FIFA ndo wanalipa. Sasa wewe unakaa kuna shida hapo? Tufanye nini ili tuweze kuziondoa hizi shida sasa? Wewe kama mtu wa football. Sasa mimi kama mtu wa mpira, kwanza kabisa nilikuwa nataka niombe serikali. Mpira unajua FIFA ndo wametengeneza kama ni eneo ambalo linatakiwa lisiangaliwe. Lakini mpira hauchezwi angani, unacheza kwenye nchi. Kwa hiyo mamlaka za kinchi, kwa sababu na zenyewe zinatakiwa zitengeneze utaratibu kupitia wizara kuobserve haya mambo yanayofanyika kwenye mipira. Kama kutaonekana kuna element ambazo zinakwenda nje ya utaratibu, basi wale watu wanaofanya wanatakiwa wachukuliwe hatua za kisheria kukomesha, ili kuleta maendeleo ya mpira. Unajua mpira duniani unasaidia mambo makubwa kama matatu. Kwanza, huwa unatengeneza amani na upendo. Lakini pili ni ajira. Una uzalishaji mkubwa sana ndo wa mapato. Achilia mbali pesa ndo wanazolipwa wachezaji. Ukenda Benjamin Mkapa siku ambayo mechi inachezwa, shughuli zinazofanyika pale za uzalishaji mali zinawasaidia watu kwa kiasi kikubwa. Kuna watu wanakwenda Benjamin Mkapa kazi yao kulinda magari tu ya watu wanaokuja kuangalia. Mimi mwenyewe nilikuwa nikipaki gari pale, manake najiandaa kabisa kutoa 2000. Sasa mtu akilinda gari zake 20, 40,000 hiyo. Kwa ina maana familia nyumbani imekula. Familia nyumbani imekula. Sasa upande wa kwanza serikali, lakini la pili nataka niwaombe tu hata viongozi wetu wa mpira wajaribu kubadili mindset. Watoke kwenye mpira walizao waende kwenye mpira wa uzalishaji. Duniani sasa hivi mpira ni mapato. Hata hivi vilabu vyetu vya Simba na Yanga mpaka leo ndo maana vinapata shida, kwa sababu viongozi hawajawa na zile mindset za kuwekeza klabu iweze kujiendesha. Kwa mfano mimi juzi mechi na ilishu ya Simba na TRA leo inaniuma. Sababu iliyotolewa kweli uwanja umejaa maji. Lakini uwanja sio mali ya Simba, uwanja sio mali ya TRA, uwanja sio mali ya TFF. Uwanja ni mali ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi ni chama cha siasa, kipaumbele chake wao wameweka kwenye siasa, sio kwenye mipango mingine. Kwa hiyo kwa mfano Simba wangekuwa na uwanja wao, manake wangiutunza effective, mwisho wa siku hizi changamoto singi kuwepo. Mvua zinanyesha, uwanja wa KMC watu hawachezi mpira. Kwa hiyo vitu kama hivyo, mwandishi, tunatakiwa sasa viongozi wetu wabadili zile mindset zao. Wakiwa na vilabu vyao manake watavitunza, kwa sababu uwanja ni chanzo cha mapato. Uwanja wa KMC kuutumia kwa mechi moja pesa isiyopungua milioni 3 mpaka milioni 5. Uwanja wa Benjamin Mkapa kuutumia ni hela isiyopungua kuanzia milioni 15 mpaka milioni 20. Sasa wewe uone kama vyanzo vya mapato hivyo? Unaachaje sasa kutengeneza hiyo investment mkiwa kama taasisi ya mpira, mwisho wa siku ianze kuwalipa? Sawa. Watani zako walitoa mechi hapa wakapeleka Zanzibar, mkaenda kutoa nao sare, wakadai kwamba mmeweka sherehe pale bandarini kwamba mmefurahia kutoa nao sare, ingawaje amekufunga mara 6 mfululizo. Hii ilikuwa inaenda mara 7, lakini mmefurahia kutoa sare. Wewe hayo maneno, unapopokea hayo maneno unajisikiaje? Okay, mimi kwa sababu ni mtu wa mpira, ninachoamini unapokwenda uwanjani kunakuwa na matokeo matatu. Kuna kushinda, kuna kutoka sare, kuna kupoteza. Haya mawili ukipata manake kwa mfano kwenye ligi yani, ukipata sare manake unapata pointi, ile pointi ndio itakuongezea. Kwa mfano mtani wangu hapa ameshindwa kuqualify kwenda hatua ya robo finali kwa sababu ya pointi moja. Sasa kama angichanga karata zake vizuri angipata pointi 9 au pointi 10, si alikuwa anaenda kucheza robo finali. Kwa hiyo hiyo moja wewe unaweza ukaitazama kwa nadharia kwamba ni ndogo,
lakini kwa namna moja au nyingine ni kubwa, kwa sababu ndio kianzio. Hilo eneo la kwanza. Eneo la pili, unajua Yanga wanacheza sana mdomoni yani. Sio vitendo. Yes, Yanga wanacheza sana mdomoni yani. Sisi msimu wakati tunaanza, wanachama wa Simba na mashabiki tuligundua kwamba timu yetu kuna udhaifu, na udhaifu sio kwamba ulikuwa unatoka kwa 100% kwa wachezaji. Udhaifu kwenye management ya Simba kulikuwa kuna shida kati ya wale watu wa